Kubwa anasema Samia atoa uhakika wa mradi wa kuchakata gesi, ajivunia kazi iliyofanyika, ataja maeneo ya vipaumbele, atangaza mikopo kujenga masoko, apokea waliohama CUF, Chauma na Chadema. Hili ni gazeti la Habari Leo, guji la habari. Lakini kuna habari hapa inasomeka NRA kuruhusu uraia pacha. Hii ni habari ambayo pia imepewa kipaumbele katika gazeti hili, kurasa wa mbele. Lakini kuna habari inasema 7 waongezwa kesi ya kutakatisha bilioni 3, afungwa jela maisha kwa kusafirisha cocaine. Hii ni habari ambayo imepewa taarifa pia, imepewa uzito wa juu katika gazeti hili. Lakini Nchimbi ajivunia uzoefu wa kuongoza serikali, bandari kupunguza gharama za maisha Pemba, IMF yaeleza kuimarika kwa uchumi Tanzania. Habari hii tumeshaipitia na tumeiona. Hii ni habari ambazo ziko katika gazeti la Habari Leo, guji la habari siku ya leo. Lakini kubwa ni hili la Samia atoa uhakika wa mradi wa kuchakata gesi. Tunafahamu kwamba sasa hivi kama nchi tuko katika kampeni ya matumizi ya nishati safi, na tunataka kuondoka katika matumizi ya nishati chafu, kwa maana matumizi ya mkaa na kuni. Na mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa ni kinara katika kuhimiza matumizi ya nishati safi. Sasa utaona namna gani ambavyo huu mradi kama utakamilika kwa wakati, tunakwenda kutimiza malengo na kutimiza zile ndoto za Watanzania wote kutumia nishati safi kwa shughuli mbalimbali ikiwemo kupikia. Nafikiri mradi wa gesi umekuwa watu wakiusubiri kwa hamu, na naamini utakapokamilika mradi huu wa kuchakata gesi itakuwa ni jambo la msingi sana. Lakini naamini pia serikali itakuwa na jicho la tatu kuhakikisha huu upatikanaji wa gesi unakuwa ni rafiki, lakini na bei pia inakuwa ni rafiki kwa mtumiaji wa gesi huyu wa mwisho kabisa, ambaye tunamwangalia huyu mtu wa chini kabisa. Kwa hiyo nafikiri serikali ikikamilisha mradi huu, na naamini matumizi ya nishati safi itakuwa ni matumizi salama kwa maisha yetu. Tutaondokana na ile changamoto pia ya kutumia nishati chafu, lakini pia tutalinda mazingira yetu. Tutakwenda kupambana na changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi, ambayo wakati mwingine yanasababishwa na shughuli za kibinadamu kwa kukata miti, kama hivi ambavyo tunaona tunatumia mikaa, tunakata miti, tunakata misitu, lakini pia tunakwenda kupoteza uoto wa asili, lakini pia tunakwenda kupoteza zile mvua hazinyeshi kwa wakati. Kwa hiyo nafikiri mchakato huu ukikamilika wa kuchakata gesi, basi Tanzania itakuwa ni sehemu salama na Watanzania wote watakuwa wanatumia nishati safi kwa matumizi mbalimbali, ikiwemo wajasiriamali katika shughuli zao za kujiingizia kipato. Ni jambo la msingi sana. Kubwa zaidi tunapozungumzia nishati safi ya kupikia, maana yake huwezi kukwepa kuacha matumizi ya mkaa, ambayo hatukatai mkaa sio nishati, ila ni nishati ambayo ni mkaa wa aina gani, si ndio bwana? Sasa mina msemo nasema miti na yenyewe imeamua liwalo na liwe. Nikiwa kwenye mitandao ya kijamii jana niliona ndugu zangu wawili jana, yani wamepakua tanuri la mkaa, wako polini, wameshadipakua wakaweka kwenye yale magunia viroba, wakafunga kabisa kwenye pikipiki vifungashio, wakasema bana tulale, kesho asubuhi tusubiri tuanze tuingie town na mzigo. Kulala kesho asubuhi wanakuta pikipiki ya abule, yani pikipiki hakuna, mkaa hakuna, wala zile sio hakuna. Kumbe wakati wanaweka ule kuna mkaa ulikuwa haujazima vizuri. Kwa hiyo mkaa ukawaka ile usiku, ukaunguza na pikipiki yote. Pikipiki na ina mafuta, kumbuka mjomba, na yenyewe ikawaka. Kwa hiyo tunakuja tubebe sasa uende umeshapiga na bei, umeshajipangia na bei, unajua unaenda kupiga hela, miti na yenyewe imeamua sasa ni kutiana hasara. Lakini ni katika hali tu ya kuwekana sawa.